Kwetu ziara ya kiserikali. Hii ni ziara muhimu ya kihistoria kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa Rais wa Singapore kuitembelea Tanzania. Vile vile ziara hii inafanyika wakati tukitimiza miaka 45 ya uhusiano na ushirikiano wetu wa kidiplomasia, ikidhihirisha dhamira yetu ya pamoja ya kukuza ushirikiano uliopo. Hivi punde mimi na Mheshimiwa Rais Tharman tumefanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya kimkakati. Mazungumzo yetu yalijikita katika kukuza uhusiano kati ya Tanzania na Singapore ili uwe thabiti, imara na wenye matokeo yanayoonekana na yenye manufaa kwa nchi zetu na watu wake. Tumefanya tathmini ya uhusiano uliopo ambao umeendelea kukua, hususan katika nyanja za kidiplomasia, biashara na uwekezaji. Kadhalika, nchi yetu imenufaika na ushirikiano unaoendelea kwenye maeneo ya ufundi stadi, utamaduni na mipango miji. Tumekubaliana kuimarisha zaidi ushirikiano wetu wa kidiplomasia, ambapo nimeikaribisha serikali ya Singapore kufungua ubalozi wake hapa nchini. Ni wazo tumewapa, watakwenda kufikiria. Sambamba na hilo, tumeanzisha mfumo wa mashauriano kama msingi muhimu wa uhusiano kati ya Tanzania na Singapore. Tumefanya hivyo tukitambua kuwa mashauriano ya mara kwa mara husaidia kuoanisha mikakati yetu na kushughulikia changamoto mbalimbali kwa wakati. Vile vile tumekubaliana kukuza biashara kati ya nchi zetu mbili. Kwa sasa biashara imekuwa, lakini si kwa kiwango kile ambacho tulitakiwa kuwa. Kwa hiyo tumekubaliana kuangalia njia za kukuza biashara na vile vile kukuza uwekezaji. Kwa sasa kiwango cha biashara kati yetu ni dola za Kimarekani milioni 299 na uwekezaji ni miradi 36 ya Singapore ndio ipo hapa nchini, na hii haiakisi kiwango cha urafiki wetu. Urafiki ni mkubwa zaidi kuliko biashara na uwekezaji, kwa tumekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji. Kwa kuanzia sasa tumekubaliana kusaini mikataba kama mlivyoona hapa. Tumesaini mikataba karibu 4-5 na yote ndiyo msingi sasa wa kuanza kufanyia kazi maeneo ambayo yatakuza biashara na uwekezaji. Matokeo mengine muhimu ya majadiliano yetu yanahusiana na uwezeshaji wa vijana. Nilimfahamisha Mheshimiwa Rais kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kwamba katika dira ile mwelekeo mkubwa au kipaumbele kikubwa tumepeleka kwa shughuli za vijana, kwa sababu wao ndio watakao kuwa wanaongoza na wanashika maeneo mbalimbali ndani ya miaka 25 ijayo. Kwa tumeelekea kwenye mambo kadhaa, na dhamira yetu ni kuwawezesha vijana kupitia kwanza elimu, kujenga uwezo wao kielimu, lakini elimu sio tu elimu hii ya kawaida ya mashahada na madigirii, lakini pia kupitia elimu ya ujasiriamali, ukuzaji wa ujuzi, skills development, pamoja na ubunifu au innovation. Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa mkakati wa kidigitali, uchumi wa kidigitali ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko kwenye digital transformation, digital platforms. Kama mnavyofahamu, uchumi wa nchi yetu bado unategemea kilimo kwa sehemu kubwa. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais kuhusu tayari wetu Tanzania kushirikiana na Singapore katika utekelezaji wa mpango wao wa kuimarisha usalama wa chakula, wanaita food storage
au Food Story 2 strategy unaotoa kipaumbele kwenye masuala ya uingizaji wa mazao ya chakula kutoka nchi mbalimbali na ushirikiano katika kuimarisha usalama wa chakula katika nchi zote mbili. Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi, yaani wao waje wazalishe huku kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo. Tulizungumzia pia ushirikiano wa biashara kikanda na tulikaribisha wazo la serikali ya Singapore la kutaka mazungumzo na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya ushirikiano katika eneo huru la biashara. Nami kwa niaba ya wakuu wengine wa nchi nimekaribisha wazo hilo na nimemwambia tuko tayari kufanya mazungumzo kwenye eneo hilo. Baadaye tulihitimisha mazungumzo yetu na nikamshukuru Mheshimiwa Rais Tharman Shanmugaratnam kwa kuja Tanzania. Ni ziara ya kwanza ya rais wa Singapore kuja Tanzania. Anatufungulia na sisi njia, lakini tunakuza mawasiliano. Singapore ni nchi ndogo lakini nzito sana kiuchumi. Kwa tukionekana tunafungua mawasiliano na nchi kama hiyo, inakuza jina letu Tanzania. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe sasa Mheshimiwa Rais na yeye aseme yale ambayo nimeacha mimi kuyasema. Your Excellency, please. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, Excellencies, ladies and gentlemen, let me first express my deep appreciation to President Suluhu Hassan for the very warm welcome accorded to me and my delegation, and for the substantive program that has been planned for us in Dar es Salaam and Zanzibar.